Yes bana, ni ndani ya 18 na tutazama kupitia YouTube channel yetu ambayo pia unaweza ukasubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele hapo kwa ajili ya kuwa unapata updates zote pale ambapo tunakuwa tumpandisha video mpya. Stories zinakuwa nyingi sana kuhusiana na mchezo wa mpira wa miguu. Stories hapa nyumbani ndizo ambazo zinachukua nafasi zaidi, na mimi ni Ibrahim Kasuga ndiye ambaye anaongoza hili jahazi, ndio ambaye anaongoza hiki kijiwe cha ndani ya 18. Na leo tupo na mgeni wetu, leo tupo na bwana Mnolela, mzee wa kutrendi mjini, anatafutwa na watu wa unyamani. Na Mnolela ametajwa, kuna kikundi cha watu pia kina kesi na watu wa Simba. Unajua kuna kundi lilisema kwamba Mohamed Dewji ameandika email ya kuidai Simba. Inatajwa kwamba lile jambo limewafikisha watu pabaya kwa sababu kuna watu kwa wanadaiwa uthibitisho wa hizo taarifa. Mnolela umetajwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Crescentus Magori. Anasema wao wataomba ufafanuzi kutoka kwako. Taarifa za Mpanzu kugoma zimetoka wapi? Kwanza, ujumbe umekufikia kutoka Simba? Ujumbe hujanifikia. Ujumbe rasmi. Ujumbe rasmi ila umesikia? Nilisikia. Kuna hofu yoyote au ushahidi unao? Upo fresh? Sina hofu yoyote kwa sababu mimi ile clip sikuthibitisha, nilisema inasemekana. Inasemekana. Yani sikusema na uhakika na ushahidi nao, no. Lakini nimesema inasemekana. Hata ile ya Luemba nilisema inasemekana. Inasemekana au tetesi. Yani kwa naamini hapo una kesi yoyote ya kujua. Sasa wewe mwana habari bwana, neno inasemekana na tetesi haijawahi kumfunga mtu. Lakini mimi nimeshangaa, mzee wangu akasema anaongea kwa uhakika kabisa, lakini clip yangu nimeirudia mara 10 neno ni inasemekana. Kumbe ulirudi kucheki receipt imekaa. Na kuna mimi ndo ninavyozungumza. Wewe tuongee hapo utaona kama kuna neno utathibitisha. Hapa inasemekana nyingi. Wewe taarifa ya Simba haijakufikia lakini uliona ukitajwa. Upo tayari kupokea? Kama itanifikia nitaipokea, lakini sio taarifa ninayotaka inifikie. Yaani niweke wazi tu, sio taarifa ambayo nataka inifikie. Kwa mazingira yote imekupa break kidogo kwenye kuizungumza Simba? Hamna. Naongea, mbona nimeongea tena, nafikiri jana tu nilizungumza kwenye kipindi. Nilisema Simba huku kwingine kote wanazunguka tu, sijui wachezaji hivi, makocha hivi, tatizo kubwa Simba wenyewe wanalijua. Ni issue ya management tu. Kwamba ni issue ya uongozi. Kwa hiyo bado unaendelea na misingi yako ile. Ukweli unapoamini ukweli unapiga ukweli. Na nilisema nimesema kwamba mimi bwana, kwenye ukweli hata ikitokea bwana umepata changamoto, lakini kwenye kupitia ukweli nitasema. Kwa sababu katika hiyo taarifa nilioizungumza mimi mpaka leo mchezaji hawamuoni. Na tuliambiwa kwamba sijui kasafiri mechi hiyo ya juzi ile yupo, lakini hajaonekana. Na uzuri sasa hivi nimeanza kusikia watu wengi wanaanza kuripoti hivyo kwamba bwana huyu mtu kweli. Nimeona watu wengi tu sasa hivi. Siwezi tu kuvitaja vituo gani, ila jana nimeona kuna kituo kikubwa tu cha michezo kimeripoti kama zile za ndani kabisa. Bwana huyu mtu anadai anaekaeka. Kwa hiyo subiri, ngoja tuone. Kuna mazingira ambayo, kwa sababu unajua of course mimi mwenyewe ninaishi huko, lakini kwa sababu hapa nipo kwenye eneo la kuhoji inabidi niulize. Nilizungumza na Omar Bula sababu naye kuna nyakati alikuwa anatoa taarifa ambazo klabu au watu wanakuja kuzikataa au vitu havitokei. Akaniambia bwana, kuna muda naambiwa na kiongozi wa juu kabisa, lakini kwa sababu yeye kaniambia mimi nathibitisha. Baadaye jambo lisipotokea siwezi kusema niliambiwa na fulani. Taarifa hizi ambazo kuna muda sisi wanahabari wachambuzi tumekuwa tunazitoa kama hivi ambavyo imetokea jambo la Mpanzu, mara jambo la kina Loemba, kina Jeiruti wamekuwa wanatajwa. Wewe taarifa unatoa ndani ya klabu au kwenye pitapita zako vijiweni? Siwezi kutoa taarifa kwenye pitapita zangu. Yaani taarifa kama ile ya Mpanzu au ya Loemba kutocheza kwa sababu ni mchezaji wa mtu fulani, Jeiruti labda tuseme, siwezi kuzitoa mtaani nikaenda public nikazungumza. Yaani ukiona mpaka nimekuja vile kuzungumza swala kama lile la Eli Mpanzu vile, unajua swala lile ni
migumu Yes. Ukiona mpaka umelizungumza vile, pita humo kwa Omaribula. Naambiwa na viongozi. Yaani unakuta au watu wa karibu na sosi yenye hofu ya Mungu, sosi ya kuaminika. Kwa unakuwa na credible source yani kwamba bwana hii ikiwashwa maiki mimi napanda nayo. Wewe hivi Kasuga unavyofikiri wewe kwa mfano? Wewe hapa au mimi tangu nimeanza uchambuzi mimi nimetoa taarifa ngapi? Afu azitimii wala nini? Lakini sijawahi kuzungumzwa vile. Yaani mtu kwenye press akaja ile neno kitu kikamtouch kile akakizungumza. Ukipima wewe kwa mimi ninavyojua uelewa wako. Hata mimi kwa mfano nikwambie bwana Kasuga, wewe bwana una hata gari unatembelea miguu tu afu gari unayo, utadili na mimi au utanipuuzia? Anaenda kupuuzia. Ila nikija kuchambua maana yake amenigusa. Kwa mfano sasa nikakwambia Kasuga wewe naona mbinu zako kama unataka kusema kwamba ni kweli ndio maana wamereact. Ndio maana nimekupa mifano. Hivi wewe unapofikiri mimi hapa nilivyokuwa samaki mdogo hivi. Kama kitu labda let's say sio kweli. Sio kweli. Hadhi ya Magoli kitu kweli. Nilikuwa mimi kweli wa kujibiwa na mkubwa wa kazi kama sababu mimi binafsi unajua kwanza kilichotokea pale ni watu ambao tunakubaliana. Mimi katika viongozi wa Simba ambao nawakubali sana, yaani ukiniambia ni wataje watatu, Magoli yupo. Yaani ni kiongozi wangu bora, aliwahi kuongoza mpira wa wale muda wote, Magoli hakosi. Na nishakuzungumza sehemu nyingi tu kuhusu Magoli. Na yeye uzuri kumbe mimi nilikuwa sijui, ila ndo nikajua kwenye ile clip kwamba kumbe ni mtu ambaye ananifuatilia na yeye na anapenda kile ninachokifanya, kwa sababu ukisikiliza ile clip alianza hivyo kwamba ni mtu ambaye namkubali, ana hoja zake nzuri na nini, ila nimeshangaa hiki alicho kizungumza. Kwa hiyo sasa ni watu ambao kwanza cha kwanza tunakubaliana, na mimi angekuwa tu kazungumza kwenye lengo zuri kwangu ningefurahi zaidi, lakini sasa kwa sababu ni mtu ambaye namkubali alafu kumbe nimemtouch, yani nimemuuzi, ndio kitu ambacho nilijisikia vibaya. Yes bana, mnaona yeye asubiri kama Simba watamfikishia ujumbe wao kutaka athibitishe yale aliyozungumza, kwa sababu imezungumzwa hivyo, tusubiri na tuweze kuona. Binafsi yangu kwenye harakati za ubingwa Simba kama nimeanza kumtoa na hata kwenye hesabu zangu hakuwepo, isipokuwa baada ya usajili hapa katikati wana Simba kama walikuwa wanaamini kwamba wanaweza kuwa mabingwa, lakini baada ya hizi sare na mwenendo wa timu mimi binafsi nimewatoa kwenye harakati za ubingwa, na kama ikitokea basi inawezekana tukawa tuna bingwa mmoja mzembe mno, baba, inawezekana kwa misimu kadhaa. Simba wao unamweka wapi? Nafasi ya kuchukua ubingwa anayo kama ambavyo mashabiki wengi wanaamini? Kwa sasa hivi kwa hali ambayo inaendelea Simba, na mimi kwa vitu ambavyo nafahamu mimi mwenyewe Simba simweki kwenye ubingwa tena. Ila wakati imebaki alama moja kuanzia hapa usajili wa dirisha dogo mpaka hapa ilipokuja break ya FIFA hapa Simba nilikuwa namweka kabisa kwenye ubingwa, na nilishazungumza kama Simba akimfunga Azam anaweza kuchukua ubingwa, kwa sababu kuna jitihada nilikuwa naziona ambazo zilikuwa zinapelekea kabisa kwa wao Simba kuwa mabingwa. Lakini sasa hapa kwa sababu nishajua kwamba kuna mkubwa wa kazi kashaingia hapo, basi bali ishachafuka. Mkubwa wa kazi kwa maana kaingia vipi? Kuna mtu ndo anavuruga ama nini? Katika hayo matatizo ninayosema ya uongozi wa Simba, ndio hayo matatizo ambayo yanawatafuna Simba. Kwa sababu mimi binafsi sasa hivi nitakuwa nakupa kodi tu bwana Ibra. Unaogopa maelezo? Kwa sababu mkubwa wa kazi tangu ilivyoanza kutajwa karejea Simba mechi 2 sare 2. Sasa hivi Simba kwenye mechi 10 za mwisho za ligi ana sare 5 kashinda 5. Yaani tangu hapa hata wewe katika ulivyokuwa unawapa matumaini kuanzia dirisha dogo kwenye sajili na mwenendo wa timu. Sasa mimi najua hapa kulikuwa kuna nini kinaendelea kwa wakati huu na timu ilikuwa chini ya wakina nani. Watu gani waliopambana na usajili wa dirisha dogo? Watu gani walikuwa wanapambana timu yao kwenda nayo vizuri mpaka sasa hivi? Sasa hivi kilichotokea baada sasa ya kuingia huyo mkubwa wa kazi, sasa ndio
vuta ni kuvute. Wangu sio wangu, sio kwako sio kwako, nitajenga mimi ujengi. Wajeiruti wa Mo. Yani nitajenga mimi ujengi. Sasa timu wewe Ibra unajua mpira ukishatokea hii situation ya namna hii hamwezi kufanikiwa. Kwa hiyo zamani ilikuwa nakumbuka utambia bwana huyo mchezaji amesajiliwa na fulani. Umesema utatumia kodi. Hii kama unaweza kaizungumza kawaida. Wachezaji wa Simba wanamilikiwa na matajiri. Wapo hiyo tumbula tangu zamani. Unakumbuka ile kusijua fulani huyu. Mpaka kwa sababu Magoli kakataa. Akasema hakuna mchezaji wa Jairuti, mshahara analipo katusajilia tu. Kwa hiyo kuna mchezaji wa Mo. Tumemwona kwenye kwenye kumuongeza mkataba, mbona wengine wote mbona wengine wote hawakupiga nao. Kwenda kutoka kwamba waliopewa magari wa Jairuti. Sasa si ndio situation inavyoonekana Ibra? Situation ndio inavyoonekana hivyo. Kuna wachezaji huyu kamsajili huyu wa kwangu, huyu kasajiliwa na hiyo ndio sumu mbaya sana kwenye mpira. Kwenye cycle yako ya watu wa karibu kwa picha. Kuna watu wengi ambao wanatajwa kuwa na ukaribu na unyamani. Wilson Huruma, mzee wangu, brother Ibrahim Maestro ambaye pia ameshafanya kazi Simba, alishakuwa kiongozi pale. Inawezekana unazungumza haya kwa sababu upo karibu na wale. Kwamba kuna muda yani mna share au yani kasaiko kenu kanaijua sana. Amna, alafu mimi mbona Ibra saiko yangu tofauti? Inawezekana ile unajua mazingira ya kazi. Kwanza sehemu ambayo naamini mimi ni sahihi. Wao sijawahi kuwasikia wakizungumza kama ndio sehemu sahihi. Unajua mimi binafsi Simba wote viongozi wa Simba na kama nilivyokuambia mtu kama Magoli na mheshimu sana, mtu kama Mo na heshimu sana mchango wake ndani ya Simba, wapo wengi na Nkwabi yote na anajua utendaji wao. Lakini mimi kuna kitu iko kimoja. Kwa ajili tu ya ukweli kama ninavyokuambia mimi napenda kusema ukweli. Kuna mtu naona anapigwa vita ambaye naona kabisa huyu mbona ni msaada sasa kwenye timu yao asiguswe. Unakumbuka hata msemaji juzi wa Yanga kama alisema kwamba mimi nashangaa huyu mtu ambaye kaja kwa ajili ya msaada afu anapigwa vita. Unaelewa vizuri? Mimi kiufupi mimi nashangaa kwa nini mtu kwa mfano kama Jairuti anapigwa vita ndani ya Simba. Kwa sababu kaja kusaidia. Kauli nzito mnaelewa. Nisikilize, kaja kusaidiwa. Umeelewa vizuri? Kuja kusaidia timu. Anachofanya ni kutimiza matakwa ya mkataba. Umeelewa vizuri? Why huyu mtu aungwi mkono, unaonekana kama anavutwa. Unaelewa? Kama anavutwa na Simba katika vitu ambavyo sasa hivi wanatakiwa kufanya. Pia katika uongozi wao kuleta mawazo mapya, kuwaleta watu ambao watakuja kuleta kitu kipya kwenye Simba. Kwa maana uongozi damu changa Simba zinahitajika. Waelewa Ibra? Kwa mfano sisi kila siku tunawasifia Yanga waliamua kubadilika. Wakawaleta kina Elisi, kina Arafati, kina Alex Ngai mle, kina Alikamwe, kina Priva, watu unaona kabisa damu changa zinapofanya kazi. Eneo la digital unaona the way ambavyo kina Alwatani huko kina Kamwe wanavyochakalika. Umeelewa? Kwa mfano kama issue ya juzi aliyekuja kuzungumza mzee wangu Magoli, ile Yanga ukuti situation ile anakuja kuongea Elisi. Pale utakuta Kamwe anakuja kunipasua pale. Sio kiongozi. Umeona ile ya juzi ile Yanga kaja kunipasua nani? Kaja ndugu yako tu kalipasua. Kalipasua kapita. Sasa kwenye mazingira haya ya mjini kuna nyakati ambazo tunatajwa kwamba ni machao. Sawa bwana. Tasikia huyo sio upande fulani. Mfano kama mjini hapo kikao ukitazama just in case utaambiwa sehemu fulani. Bwana wewe. Wilson Huruma utaambiwa sehemu fulani. Bula utaambiwa sehemu fulani. Unajua zile. Mnoleo utaambiwa sehemu fulani. Mimi naambiwa wapi? Sasa ndo nakuja kwako. Inaonekana wewe kuna mtu unagusa kote kote. So inaonekana unagusa Yanga, unagusa Simba kwa ukosoaji ule. Ni una target yako au umeamua kuwahudumia Watanzania? Mimi nimeamua kuwahudumia Watanzania. Na mimi sikufichi, jana nilikuwa na watu wa Simba nyumbani. Kwenye unajua kijiweni kijiweni. Kuna mtu tu aliongea kitu hivi, rafiki yangu kabisa, marafiki zangu. Sasa hili ni
touch ili nani kwa nini huyu mimi nikamsaidia kwa maneno ya kawaida tu. Yaani mimi nasaidia mpaka mtaani, yani na convince watu mtaani, watu wajue ukweli. Yaani mimi nimeamua bwana, mimi nakaa hapa kati. Na ndio kwa sababu wewe unajua watu uliowataja. Yaani ukiwa katika upande utaki kugusa sasa. Wewe unaamini hawa wana upande? Wewe sasa umewataja. Mimi siamini. Ngoja just Kesi mimi nimeshamcheki, nazungumza naye na Kesi anajua mimi namkubali sana kazi yake. Bula ukiulizwa au ndugu yako karibu kabisa Wilson Oruma, watu wanasema Wilson namjua. Wilson Yanga. Unamjua Yanga? Wilson mimi nimechambua naye Premier League. Mimi nikiwa hivi Wilson tayari nimefanya naye. Najua na interest zake. Lakini kachagua upande wa kuipiga Yanga. Kwa hiyo kuna muda watu akimwona tu Wilson, wanajua huyu mtu ni mtetezi wa Simba. Kwa hiyo sasa umeona huyo yeye sasa anachokifanya yeye ndo anachoamini. Anaamini. Uliongoza alikwambia Ibra. Umeona mimi katika wachambuzi na waamini wanajua sana mpira. Wilson anajua sana mpira. Of course. Kwa hiyo sasa mimi kwenye swali lako mimi nimeamua kuwa kati. Kwa hiyo wewe unapiga kote kote. Kwa sababu umeona hiyo kabla hii ya magoli ya Simba nimetoka kuingia kwenye msukosuko na Yanga na ndugu yako Kevo. Kwa sababu naye alimtaja, unajua Kevo, yes. Niliwapiga Yanga, umeelewa? Tukaingia tena na yeye Kevo nilitajwa kama uchawa huko. Unaelewa, upande wa pili na tungu. Lakini juzi tena nimepiga huku, watu wa huko wananitaja niko upande wa huko. Jana tena nikapiga huku issue ya kiwanja kama mimi niko upande wa Jangwani. Umeelewa vizuri? Bwana, naona kama unamuelewa vizuri, anasema yeye hana upande kwa maana uchawa haupo, lakini yeye ameamua kuwahudumia wa Tanzania. Bwana, nikwambie tu kupitia Premier Bet unaweza ukatengeneza maokoto hivi sasa, na okoto ambao unaweza kulitengeneza hapa ni jepesi kabisa. Wala halihitaji kuzingatia 442 au mkeka umechanika au hujachanika. Ambacho tunakutaka wewe mdau wetu ni kutuambia tu ya kwamba zawadi ambazo tumekuwa tunazitoa ukiingia kwenye website yetu ya www.premierbet.co.tz pale kwenye Reward Hub kuna zawadi ambazo ziko pale tunazitoa. Unaweza kutuambia tu mpaka hivi sasa tumekwisha zitoa zawadi ngapi miongoni mwa zile ambazo tumekuwa tunazitoa. Kumbuka kuna gari ile Harrier Anaconda, kumekuwa kuna simu sawa bwana, iPhone 16, kumekuwa kuna bajaji, kumekuwa kuna pikipiki, kumekuwa na vitu vingi sana ambavyo vinatolewa kwenye zile zawadi. Sasa tuambie mpaka hivi sasa tumezitoa zawadi ngapi, lakini kikubwa zaidi vigezo ni vipi mpaka uweze kupata hizo zawadi kutoka Premier Bet kupitia pale Reward Hub. Fanya hivyo, comment yako iandike kupitia page zetu za Instagram za Premier Bet. Andika pale zawadi zilizotoka ni zipi na vigezo ni vipi. Comment mbili za kwanza za watu ambao watakuwa wameandika sahihi watapata voucher yenye thamani ya shilingi 50,000 wawili. Kwa hiyo shilingi 100,000 ipo ubaoni kwa kutaja tu zawadi zilizotoka pamoja na vigezo. Kubwa zaidi tembelea mitandao yetu ya kijamii kwa upande wa Instagram wa Premier Bet, nenda kaweke pale comment yako na sisi tutapita nayo na tutakupa hiyo zawadi yako kama utakuwa umeweka majibu sahihi. Bwana, kwa kumaliza mnaelewa? Ligi yetu namna ambavyo inakwenda msimu huu. Kuna picha kubwa sana ya ubora ambayo imekuwa kwenye maswali. Sawa. Ubingwa naamini ulichozungumza, tunaamini kwamba Simba umemtoa, maana yake Yanga ana nafasi ya kutetea ubingwa. Kuna ombwe la wachezaji bora. Yaani huko watu msimu haieleweki, yani kwamba who is the best, yani yupi ni mchezaji bora msimu huu kwa upande wa ligi. Mpaka sasa hizi top scorer wa ligi ana goli 8 tu. Watu hawaelewi dambwi kama umepungua. Mpaka hapa tulipofika kwenye mzunguko wa pili tumeuanza. Yupi mchezaji wako bora? Duke Abuya, Young Africans. Ni nadra sana nafasi zile kuona watu wakiweza kumuidentify kama mchezaji bora. Mimi wakati tunacheza nilikuwa nacheza nafasi hiyo. Kiungo chini, kiungo mkabala. Kwa hiyo najua yani viungo hapo kazi wanaofanyaga alafu hawapate thamani yao. Nishawishi kwa nini Duke Abuya? Yaani sasa hizi mdau anayetutazama kila mechi. Yaani kwa sababu Yanga kama si akiwa bingwa, si ndio? Maana yake kutakuwa kuna mchezaji ambaye amesaidia sana ile timu mpaka kuwa mabingwa, si ndio? Sasa Duke Abuya kwenye kila mechi ya Yanga tangu msimu uanze, yaani ukitaja wachezaji watatu waliocheza vizuri kwenye mechi unampata kwenye kila mechi ya Yanga waliocheza. Yaani kama sio yeye anakuwa man of the match, atakuwa baada ya man of the match yeye wa pili alicheza vizuri au watatu.
ndani ya Yanga, na Yanga wamecheza mechi mfululizo hizo ambazo kila mtu zilimpa fatiki mpaka Zengeli alipata fatiki. Na Zengeli alichambua mwenyewe. Umeelewa? Lakini Duke Abuya ndo Yanga hata wacheze vibaya vipi wasema ila huyu Duke Abuya kiboko. Yeye bwana hatari. Umeelewa? Kwa hiyo mchezaji wako mpaka mimi mchezaji bora wa mpaka sasa, labda huko mambo ya change mbele. Duke Abuya wa ligi, mchezaji bora wa Young Africa Duke Abuya. Kwa mazingira namna ambavyo amekaa bwana Duke Abuya ndio mchezaji bora wa Salum Noela mpaka hivi sasa. Kulikuwa kuna hoja ya Anicet Oura ni noma kuliko Pacome. Nyakati ambazo Pacome ameshaonyesha, lakini Pacome msimu huu hajawa na msimu mzuri sana. Anicet Oura mpaka hivi sasa ameshawishi kwa kiwango gani wewe ambavyo umemtazama, na unaamini ubora ambao ulikuwa unatajwa kwamba ni zaidi ya Pacome kwa mujibu wa records na huko ambavyo alicheza ligi ya Ivory Coast? Unaweza kusema inawezekana msimu huu kawa mbaya, lakini for the future ni standard kama ile ambayo watu wanasema kumbe kamzidi Pacome. Standard ya Pacome umeiona? Anicet yeye kama yeye ni mchezaji mzuri na ameonesha na ameprove, kila mtu anajua huyu mchezaji mzuri. Kwa msimu wa kwanza tu kama akacheza hivi, huyu mchezaji mzuri. Ila ukija kwenye kulinganisha bado vitu alivyofanya Pacome, Anicet bado hajafanya. Bado anadai. Kwa hiyo comparison isiwepo. Bado Pacome ana eneo lake mtengeni pembeni. Alafu huyu Anicet tumheshimu kama yeye binafsi, uwezo wake. Yaani sio mchezaji mbaya. Na Anicet unajua toka kimpeleka Yanga penye anacheza. Yaani mchezaji ambaye anacheza timu zote. Umeelewa? Lakini sasa ukilinganisha huyu na huyu Pacome, kuna vitu ambavyo ameshavifanya, Anicet bado hajavifanya. Kwa hiyo kuna hiyo heshima tu yake mpe peke yake, na Pacome apewe heshima. Au tumpe msimu ujao full. Ndio maana anasema yani kumlinganisha na Pacome atumtendei yake. Umeelewa? Ila ni mchezaji mzuri, ila Pacome amesha prove. Umeelewa? Bado kwa sababu huyu unaweza ndio ile issue ya form na class. Sasa Pacome tayari ashatuonesha class. Ana class yake. Na ndio maana kipindi wakati ana struggle hamna mtu ambaye alikuwa anamsema vibaya. Sababu anajua tu huyo muda wote atarudi tu. Lakini sasa huyu kwa sababu ndo kwanza ana miezi miwili sijui mitatu kwenye ligi. Kwa hiyo huyu yupo kwenye form. Kwa hiyo class yake kwenye ligi yetu bado hajatupa. Kwa hiyo tumsubiri msimu ujao. Sasa ndo tuanze kuwalinganisha sasa. Hapa mimi bado nadili na wachezaji. Wana Simba wametuma ujumbe, walimuita Ahmed Ally. Mwambie Ahmed Ally aongee na wachezaji. Wana Simba wameanza kuongea na Selemani Mwalimu. Mwana moja ya comment, shabiki mmoja anasema, mwambieni Selemani Mwalimu achezi Mtibwa. Mwambieni Selemani Mwalimu tunasafiri na magari, achezi Mtibwa. Masuala ya kosa magoli anachokipitia Sele, watu wameanza kuhoji kama ana hadhi ya kucheza Simba. Hapana, Selemani amepata bahati mbaya, anacheza katika timu ambayo ina struggle, inajitafuta. Ila Mwalimu unajua ni mchezaji wa future, wa baadaye. Mchezaji ambaye anahitaji kuvumiliwa. Unaamini bana? Ndio nakwambia kwa sababu miaka 21 miaka mingapi? Mimi Ibla Mwalimu hivi anavyosema anacheza vibaya, mimi siamini kama anacheza vibaya sana kama Mzize alivyoanza Yanga. Of course. Au kama Msuva alivyoanza Yanga. Au ni mahitaji, kwa sababu mimi kwenye future ya Mwalimu ndio eneo ambalo mimi napata mashaka. Kwa sababu unajua umri wetu, mambo yetu na mambo mengi sana. Sawa, yani mimi nimeegemea kwenye kumvumilia. Unajua kwa mfano Clement, ndio maana nakupa mfano. Yeye alipata hiyo bahati kwa sababu alicheza timu ambayo tayari imeshajipata. Na watu walikuwa na maele. Yani wewe ingia hapa, watu hatukutegemei wewe. Umeelewa? Sasa yule kapata bahati mbaya, timu inamtegemea yeye. Yani wewe ndo kaa pale tufungie. Ila Simba wangekuwa wana striker pale ambaye hatari kama Clement alivyopata msaada wa Maele, alafu yule anatokea hata pembeni kama Wydad walivyokuwa wanamtumia. Wydad anatokea pembeni, alafu kuna mtu yuko pale. Huyu angeendelea kugain taratibu form, mwisho wa siku angetegemewa yeye. Sasa huyu kapata mzigo mkubwa kichwani. Yani soa ndo hivyo tena. Kwa hiyo wewe cheza pale. Sisi na timu yenyewe ndo hii tayari na soa. Kwa mfano kama mechi ya juzi,
kasemwa, lakini hata Simba wenyewe ilikuwa kutengeneza nafasi issue. Ilikuwa issue. Yani huyu ni mchezaji ambaye anatakiwa apate kwenye mechi nafasi 3 afunge 1. Kwa Sele alindwe. Bado mimi nafikiri kijana huyu ana msaada kwa Simba, wamtafutie striker mwingine yeye awe kama Baka. Yani wasimtegemee yeye. Wakisema wamtegemee yeye watamuua mapema. Tumalize na superstar Ramadhani Chobwedo. Chobwedo. Kwenye takwimu bwana ana contribution hata ya magoli 5. Lakini nchi inavyomzungumza katajua Simba, katajua kwanza, kuna ukweli wote Simba, Yanga na Singida pia nilikuwa naambiwa kama wana interest. Jana bwana tulimuoji Ahmed alipokuwa anamzungumza Chobwedo. Kama anaenda unyamani. Nikaambia ndugu yangu lugha ya tafsiri hapa. Kama kuna issue kweli na unyamani. Chobwedo uwezo wake wa ku-involve kwenye magoli inaonekana, of course ni msimu wake wa kwanza anacheza ligi kuu, lakini amekuwa star. Jina lake ni kubwa kutokana na uwezo wake ambao ameweza kuuonyesha. Tumegusa pressure anayoishi nayo Selemani Mwalimu. Chobwedo atatosha kucheza hizi timu tunavyozijua, kwa sababu kukimbiza vile huku utakuja Simba watu watakudai magoli, utaenda Yanga watu watakudai magoli, watakudai ubingwa. Sifa anazopewa Chobwedo, anatosha kucheza kwa timu kubwa. Kutosha anatosha kucheza, lakini sio mchezaji wa kumtegemea. Yani wawepo watu yeye awe squad player. Awe squad player. Ila sio kwamba eti Chobwedo umpeleke Simba au Yanga utaanzi. Hapo kwa ubingwa. Aanzi sana mweka nje nani. Bwana Noyas, sisi tuseme shukrani sana, tumeweza kushare ingawa kwa kifupi maswali ya hapa na pale kwa sababu mambo yanayotokea kila siku. Yani mambo mengi muda mchache. Top 3 yako? Ya ubingwa. Top 4 ya kwenda kimataifa msimu ujao? Yanga, Simba, Azam, Singida. Singida unaamini atakaa? Atarudi. Hamna TRA, hamna nani atakayecheza. Singida atarudi. Bana wewe ni mnaelewa bana, shukrani sana kwa time yako kuweza kushare pamoja na sisi. Tumesikia maoni yake, mitazamo, lakini walau kwa dakika nyingi umeweza kusikia kile ambacho kimetokea ndani ya wiki hii. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Crescentos Magoli alimzungumza huyu bwana hapa, mambo ya hapa na pale, na yeye amegusa kwamba yeye ana namna yake ambayo alizungumza. Kwa hiyo kama ujumbe uje tu namna ambayo anaweza akaupangua. Bwana mimi ni Ibrahim Kasuga, nikukumbusha tu kupitia Instagram yetu ndani ya 18TZ unatupata kwa ndio hiyo, unaweza kutufollow, lakini pia utakuwa unapata video nyingi za matukio mbalimbali. Bye bye kwa sasa.